Wakafukua baba. Wewe ni toa picha kabisa. Kufika nyumbani. Angekuja Makonda hapa rais wetu wa Tanzania nchi tungemsikiliza nyumbani. Lakini hata wanachoongea. Mama Samia atakuwa na umri kama wa kwangu kweli. Namuomba kabisa, jamani namuomba. Anihurumie, anione. Haja akiniona unyonge wangu atajua. Tunataka tupate haki yetu leo. Mama Samia alipotuone atupe haki yetu. Tumemaliza. Asubuhi leo ndo kaburi limechimbwa, tukaondoka kufuata mwili. Kufuata mwili hauende kuzikwa. Tukazike wapi? Manispaa. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Hapa ni nje ya ofisi ya mkuu wa wilaya ya Arumeru, Mheshimiwa Amiri Mkalipa, ambako wananchi wa eneo la Leki Tatu wameandamana kufika katika ofisi hii ya mkuu wa wilaya kwa ajili ya kulalamika baada ya kuzuiwa kuzika ndugu yao maeneo ya nyumbani, kwa maana kwamba kwenye boma. Walieleza kwamba eneo hili la Usariva limeshapandishwa hadhi kuanzia mwaka 2007 kuwa mji mdogo wa Usariva. Kwa hiyo maeneo ambayo yametengwa maalum kwa ajili ya makaburi yapo, kwa hiyo wakazike huko. Wao hawakuridhishwa na majibu hayo. Wamesema kwamba kinachofanyika ni kama vile hawatendewi haki, kwa sababu wao hawaelewi maana ya mji mdogo wa Usariva ni nini. Kwa hiyo ni kama vile wanakosa haki zao za msingi ya kuzika ndugu zao. Lakini baada ya hapo, eneo lile ambalo ni la nyumbani, kaburi limeshachimbwa na maandalizi mbalimbali yameshafanyika, lakini kwa sasa wanatakiwa wakazikie maeneo ya kanisani ambako si mbali sana kutoka hapa tulipo. Kwa majina naitwa Christopher Kalebi, natokea Leki Tatu, Mlima Sioni, kata Usariva. Tumepata msiba wa binti yetu amefarikia kutoka Dar es Salaam huko, amekuja ameletwa nani kwenye zahanati yetu hapo ya kata ya Leganga. Sasa tunashangaa, tunakuja kumchukua, tumezuiliwa, tunaambiwa haturuhusiwi kuzika nyumbani. Sasa tumefuatilia, tumeambiwa tuje kwa mkuu wa wilaya. Sasa ndo tunasubiria hapa, maana kule kila siku tunazika makaburi. Hata juzi tumezika, hata wiki iliyopita tumezika, lakini tunashangaa sasa tunaambiwa hii mwili wetu sisi ndo tumezuiliwa. Nani kawazuia sasa? Maaskari ndo wametuzuia. Sababu gani? Maaskari wamekuja pale hospitalini wakasema hamna kuondoka na mwili mpaka muende mkazike kanisani. Tunamuuliza sababu hatujui. Wakatuchukua wakatupeleka kituoni. Uchungu kwa sababu mtoto wetu amesafirishwa kutoka Dar ili kwa ajili ya kuja kustiriwa kwenye makaburi ya nyumbani. Amefikishwa mochwari ya Leganga. Imetokea vurugu kwamba haturuhusiwi kuzika kwa sababu ni mamlaka mji mdogo, na kule kwetu hatuna miundombinu ya kuonyesha ni mamlaka mji mdogo, kwa sababu hakuna maji ya bomba, tunakunywa maji ya korongo na ya mto na mifereji. Hakuna barabara wala umeme, wala hakuna hospitali, wala hakuna famasi. Kutoka kule tulipo ni kilomita 16 mpaka kufika hospitali ya Leganga ndio kupata huduma. Hakuna, yani hakuna chochote. Tuna uchungu kuambiwa kwamba mtoto wetu akaziko manispaa wakati tumeacha manispaa Dar es Salaam kuja kumzika makaburi ya nyumbani. Na hatuna mpango mji wote unaoonyesha, yani hakuna miundombinu. Ndio uchungu tulionao. Halafu hakuna uongozi unaoshirikiana na sisi. Sisi tunaomba kujua haki yetu iko wapi, kwa sababu tumechoka. Na juzi wiki iliyopita tumezika, kwamba panaangaliwa watu wa aina tofauti na tofauti. Tunataka tupate haki yetu leo. Mama Samia alipotuone atupe haki yetu. Tumemaliza. Tunataka mwili tukazike, kaburi tumeshachimba. Mheshimiwa, tangu mwezi wa ngapi, Januari, tumezika watu 12 tukiwa ndani ya hii Usariva. Leo tumesafirisha mtoto wetu kutoka Dar. Leo tumefuata mwili, eti mwili umezuiliwa. Tunaambia tukazike kanisani. Kama asali kanisani, wamemshika mjomba wa marehemu na mama wa marehemu wameweka ndani. Eti hiyo ni haki? Tunaomba tujue haki yetu. Tunaomba mkuu wa mkoa alikuja Usariva hii, akasema kuanzia chini ya reli tunaruhusiwa kuzika. Leo wamekiuka sheria.
watuambie kuna nini nyuma ya pazia, watuambie kuna nini. Tunaomba Samia atusikilize. Amefariki lini? Amefariki Jumatatu. Watu wameondoka Jumatatu asubuhi wakaenda Dar es Salaam, wamesafirisha mwili wakaja wakauweka mochari Leganga. Tumekuja kukaa kikao kwa ajili ya maandalizi ya msiba. Tayari asubuhi leo ndo kaburi limechimbwa, tukaondoka kufuata mwili. Kufuata mwili hauende kuzikwa. Tukazike wapi? Manispaa. Tukawaambia kwa sababu gani? Na juzi tumezika hapa pembeni ya lami, hata mkienda sasa hivi tukawaonyeshe maua hayajanyauka. Tumezika hapa. Sisi tunapotoka kule Leki Tatu huko chini ni porini, kilomita labda 16 kufika Leganga. Leo sisi haturuhusiwi kuzika. Eti mheshimiwa, nini tunachonyanyasiwa? Ndivyo wanavyofanya. Wanaangalia azi za watu. Halafu tunaomba uongozi kuanzia wa chini watupe kuna nini? Kuna tatizo gani? Na sisi tunavyonyimwa kuzika kwenye viwanja tulivyovikuta vya mababu na mababu, kuna tatizo gani? Mtu ananunua kiwanja chake, amejenga, anazika familia yake, haruhusiwi kuzika. Ni manispaa. Wanategemea kufanyaje huko? Ni kwa sababu gani? Wakati viongozi wanakufa wanaenda kuzikwa kwao, sisi tu hatutaki kuzikwa. Na hamna kielelezo kinachoonyesha mamlaka, hamna. Hatuna barabara, hatuna umeme, maji ni ya majarubani tunakunywa yenye dawa, round up ndio tunakunywa. Typhoid imekuwa ndio mziki wa Leki Tatu na Manyata. Tunaomba kuanzia sasa tupate haki yetu, watu wache tuzike. Pili, tunaomba Manyata na Leki Tatu turudishe kata ya Pole ambapo tulikuwa tangu mwanzo. Usa imetushinda, wakae jinsi walivyo. Kupewa elimu kwamba hapa ni manispaa. Walishatoa mwanzo lakini wameshindwa kufanya manispaa, hamna miundombinu, ndio maana wameruhusu watu wamezikwa. Lakini wako tu wale wamekuwa manispaa. Ni kwa sababu gani? Imeumiza kivipi sasa? Imeumiza kwa sababu tumetumia gharama sio chini ya milioni 2 kufuata mwili da. Tumeleta, tumeweka mochwari, tumeenda kuandaa taratibu za mazishi. Tumerudi, tumeomba vijana wanachimba, tayari imekuwa, tumerudi mochwari. Tunakuta mwili unazuiliwa. Kwa nini wanatutesa kiasi hicho? Na juzi tumezika wiki iliyopita. Hata mkienda sasa hivi tukawaonyeshe kaburi liko hapo. Umefika sasa hapa tumaini. Tumesogezwa hapa, kuna viongozi wengine wameingia huko wapeo nani taratibu. Ndio tunasubiri. Lakini kama hazitatoka taratibu zinazofaa, liwe liwalo mpaka kieleweke. Tuko hapa, tupewe mwili tukazike, sisi hatutaki kesi. Tupewe tu mwili tukazike. Sisi hatutaki kitu kingine. Ni mwili tu tukazike. Amani, haya majani ni amani. Ni Ngombora Petro Kitomari. Huyu ni mjukuu wangu. Mjukuu kabisa wa tumbo langu, uzao wangu. Sasa nimeona, nimeangalia kila mahali wanasika. Kila mahali tunasika, manake mimi niko Manyata na Leki Tatu ni ya kwangu. Maana sasa nimeona Jumatatu nimeachana na mwili mwingine tu Jumamosi. Jumatatu nipate mjukuu amefariki kule. Nimwambie binti yangu tutafanyaje? Tukaangalia, tukarekebisha mambo ya nyumbani. Tukapata nauli za kwenda wapi? Kuchukua marehemu aletwe wapi? Sasa marehemu tumeshamleta. Huyo mjukuu nitamfanya nini? Hawa nataka kuliwa nyama, nione pale moshi wa mkatekati kashumbari wale, mimi niende nyumbani tu na kilio changu. Huyo mama tusikilize tunavyowasikiliza. Mtoto wangu ninavyotaka, mimi nitarudi Poli na familia yangu. Mimi na hakika kabisa, Manyata na Leki Tatu watarudi Poli. Ndio tulikuwa kata ya Poli, tutarudi huko maana kuna unyonge mahali fulani. Sisi tumeshaandaa. Tulipomaliza kuandaa, tukatuma sasa vijana na wenye vijana wa kike na wa kiume, mkaniletea mjukuu mwenzenu. Wameenda, ndio ikaja taarifa ya simu ikasema wamezuiliwa na mama aliyomzaa mtoto. Amepelekwa wapi? Na mjomba wake wako kituoni. Sasa jamani, tutasaidikaje mnavyotuona sisi? Sasa tujajua, ndio tunataka tujue maana ya kuwapeleka kituoni watu waliofiwa. Mimi kama bibi nilikuwa nyumbani eti ninyamaze kimya pale nyumbani ningoje nileteo marehemu. Sasa jamani ninalia na hii Tanzania yangu. Mimi mbona nahamasisha watu mrudi CCM yetu, nchi yetu iwe na amani. Nchi yenye amani ndio nchi ya kuninyanyasa mimi bibi kama mimi jamani. Nimekufa nimetoka wapi huko? Twendeni mpaka huko mahali nimetokea na huu mguu. Sina hata na usafiri. Na mkilio cha mtoto wangu mjukuu wangu tumboni. Naomba amani tu. Nipewe mjukuu wangu nikamzike kama watu wengine wanavyosika. Kama hamna basi sitakubali. Sitakubali kabisa. Sitakubali na wiki ile
tarehe 10 na ngapi nilisika mjukuu ambaye ni mtoto ni shangazi yangu. Alifia pale Ganga, akaacha mtoto wa siku hii nimemzika pale nyumbani kwa baba yake. Kwa hiyo sina amani ya kusema sasa hivi niondoke hapa na maiti nipeleke wapi? Sipeleki. Maiti labda wabaki nayo, waende wakashike mahali popote wanakojua. Mimi sina la kutoka hapa leo, ni hapa ni leo, nikae hapa, nifie hapa. Ndio maana sasa nataka hata jamani mngenisaidia niongee hata na huyo mama huko juu. Niongee na huyo mama Samia. Mama Samia atakuwa na umri kama wa kwangu kweli? Namuomba kabisa, jamani namuomba, anihurumie, anione, haja akiniona unyonge wangu atajua. Wengine wote nimesika kule nyumbani. Kwa nini huyu mjukuu tu asisikwe nyumbani? Pale kwetu hakuna, tuondoke. Apewe mtu kama nyie, muende mpaka pale mkapime kutoka Leganga mpaka hapa niliko, kutoka yani Usarifu kuja huku. Mpime na eneo langu kutoka wapi? Natoka yani umbali wa aina gani kutoka mpaka hapo. Na nitaonyesha makaburi yaliyo siko wakishasema hivyo. Mwisho wa leo nataka kutoka na majibu ya kwenda kuruhusu kuzika mili yetu. Maana sisi ndio tutakubaliana na serikali yangu. Mimi sina shida kabisa. Shida yangu na serikali sina. Wanipe mjukuu nikamzike. Na wengine nijue. Sio mjukuu tu. Manyata na Leki Tatu turuhusiwe mili yetu. Wale walioko jamani huku mjini, si tuende tu kule Shemshemu wapate nafasi. Nini tunanyanyasika hivi jamani sisi? Mahali tunakotokea. Jamani, mahali tunakotokea mpaka tunafika hapa. Yaani mtatuonea huruma hata wenyewe. Mtu akifa pale kipindi cha nyuma, mtu akifa pale ni kwamba marehemu akae hapo, watu wale ndo apelekwe. Hiyo ni haki. Na zamani kwa watu tunazika, watu wakishamaliza kuzika ndio watu wanafanya nini? Wanakula. Sasa hii sijajua kwamba ni mamlaka gani ya mji mdogo tunao kule. Sisi hatuna maji, sisi hatuna barabara, sisi hatuna umeme. Mkienda mahali tunakoishi sisi, mtatuonea huruma jamani waandishi wa habari. Tunateseka kama vile sisi hatuna uongozi kwenye kijiji. Yaani kama viongozi wakishachaguliwa, mtu anaangalia kwake. Hakuangalii wewe mwananchi. Unasikia Hakuangaliwa mwananchi. Sisi tunataka hatima yetu. Kwamba sisi mpaka lini tutateseka wana Leki Tatu pamoja na wana Manyata? Ni lini? Kwa sababu sisi ni Manyata na Leki Tatu tu. Watu wengine wote wanazika. Majachai, juzi tumezika kijana hapa Uraki hapa. Uraki na pale Manyata, kule Manyata ni wapi kuna mji? Tumezika. Hivi jamani, kwa nini sisi tunanyanyasika? Watu waambie tu hatima yetu. Kule kuna nini? Tuambie kuna nini nyuma ya pazia sisi. Tunataka sisi tujue kuna nini. Kama kuna kitu, tujue. Tumechoka jamani, sisi tumechoka. Kila siku kusafirisha mwili, hiyo gharama. Binti ametoka Dar es Salaam. Amekuja hapa apumzishwe salama. Hakuna. Ni sisi tunaambatana hivi jamani. Kwa nini? Mama Samia njoo jamani, Mama Samia njoo tuokoe. Makonda njoo tuokoe jamani. Sisi tunateseka jamani, wana Leki Tatu na Manyata tunateseka. Laiti mngejua jinsi tunavyoteseka, mngetuonea huruma. Mlima Sioni umeisha. Hatuna barabara, hatuna nini, lakini Mlima Sioni wafanya nini? Umeisha, udongo umeisha kama vile hatuna kitu cha kutusaidia. Lakini hii imeisha. Tunafanya nini? Hapa mtoto akiumua mgongoni mpaka ukapate barabara ni ngambo ya Doli. Ngambo sehemu inaitwa Doli kule ndio unapata umeweka mgongoni. Mtu akifa tunatengeneza vijana tunabaya jamani, tengenezeni pale. Hata mfukue mtimbe makorongo mtu apite. Mtu aje agwe. Huya anasafirishwa. Nini? Mateso gani tunapata? Tunaombeni mateso yetu leo yaishe. Hapa leo yataisha. Hatutakubali tena mwili tena tupeleke manispaa. Tumechoka jamani, tumechoka. Tunaomba hivi, hata nyewe waandishi wa habari pamoja na Mama Samia, kwa sababu anatusikia sisi wananchi wa Mlima Sioni pamoja na Manyata. Atusikia sisi. Kwa nini tunateseka hivi? Hebu ingekuja hapa tuangalie tunavyoteseka. Wamama wanateseka. Sisi ni ndo mali tunakwenda kuchota maji. Mwandishi wa habari, utacheka. Utakaenda kuonyesha mali tunachota maji Chemchemu. Na tuna viongozi wako ndani ya kijiji, lakini hawatingishiki. Tunapiga msafara na yeye kwenye maji, kwenye bomba. Mtoni, yale anayetoka pale huyu mtoto anayechota pale Tengeru, ndio tunakunya mto Malala. Mto Tengeru ndio tunakunya. Yanatoka hapa hospitali ya Tengeru. Sasa sisi tuna haki gani? Sisi tuna nani gani? Sisi si wananchi kama wananchi wengine. Mbona wananchi wengine wanahudumiwa, sisi wana Leki Tatu na Manyata sisi hatuhudumiwi? Manispaa gani ya vitongoji viwili?
Manyata tu na 300. Ukienda Kikwa kule wanazika. Ukienda hapa Marono wanazika. Hapa Majacha wanazika. Hapa Uraki wanazika. Ni nini sisi? Sisi kwa vile hatuna maendeleo. Tunaposikia sisi tulivyoondoka kule, tumeambiwa baba, mama amewekwa ndani, bibi yake amewekwa ndani kwa sababu ule mtoto kalelewa na bibi yake. Yule mtoto kalelewa na bibi yake, kasomea shule ya Manyata, kamaliza na pia kasomea sekondari hapa Dipu. Unasikia? Kwa hiyo na 300. Kwa hiyo ina maana ule mtoto ni wa nyumbani. Kwa hiyo kule alikuwa anatafuta baada ya kupata sasa hiyo nani aliyopata hali ya kifo. Haleto sasa. Nani mtoto? Tunakaa sisi ni kuhangaika hivi, tunamwacha mtoto mmoja anaumia tangia wapi? Jamani, tunaomba. Mtoto wake ni wa kwanza yule mama marehemu, lakini mama amewekwa ndani. Hatujui. Tumeambiwa tukae pembeni, wale watu tuliowatuma kule watuletee mrejesho kwamba nini kinachoendelea. Na kama watatuletea mrejesho mbaya, hatutakubali. Sasa tumechoka sisi wana 300 na Manyata. Tumechoka na kaburi tumeshachimba, kila kitu tumeshaweka maandalizi ya mtoto. Unasikia? Juzi tumezika. Kila siku tunazika. Na hapa mtu unaambiwa ukizika kwa lazima unashtakiwa na halmashauri, ile inatoka. Ile hizo zinafanya nini? Zinatengeneza barabara? Hakuna. Zinatengeneza nini? Hakuna kitu chochote. Yaani tunaomba waandishi wa habari siku moja mje hata pale 300 na Manyata. Mkaangalie. Sisi tuko kwenye vichaka. Sisi tuko kwenye vichaka na kuambia mwandishi habari, sisi tuko kwenye vichaka. Sisi hatunaga uongozi kwanza. Mpaka na sasa hivi sisi hatunaga. Baba Makonda, sisi tunakuomba sisi na wananchi wa Usarifu wa kijiji cha Manyata huko na Manyata na 300. Baba sisi tunateseka, hatuna barabara, hatuna umeme, hatuna maji, hatuna hospitali baba. Tunateseka. Tukitaka hata kuzika mwili tunanyimwa, tunazuiwa baba, tunashindwa. Baba Makonda tunakuomba hata kukuchangia na ile baba yetu uje tu tusaidie kule kwetu. Kuna sheria ndogo ndogo za mamlaka za miji zinazoongoza utaratibu wa kuzika. Kwa mamlaka ya mji kuna eneo maalum la kuzika. Sasa kama mipango miji ipo na imeshapanga eneo ni kwa ajili ya makazi, ni kwa ajili ya biashara, ni kwa ajili ya viwanda, ni kwa ajili ya taasisi labda mbalimbali, sio matumizi ya kuzika. Maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya kuzika yapo, na tuna takriban ekari 10 kwenye mamlaka hii ya Usariva, na wananchi wote wameshaelekezwa na wanajua. Tatizo linalokuja ni kwamba wana ile hali ya kimila kwamba hawataki kukubali mabadiliko, hawataki kukubali kwamba tayari huo ni mji, kwa hiyo wakubaliane na mabadiliko. Wanaleta sera au wanaleta swala ya kimila, lazima zikwe. Mtu kiwanja unakuta ni 20 kwa 20 wanang'ang'ana kuzika, eneo unakuta ni 40 kwa 20 wanang'ang'ana kuzika, kitu ambacho kinapunguza thamani sana ya ardhi yao. Mtu unakuta ardhi ambayo ingesaidia vizazi vijavyo, unakuta mtu kazika hilo eneo, hata kama ana asset ya bilioni 1 haliwezi hata kupokelewa benki kwamba apate mkopo, kisa kuna kaburi. Yeye mwenyewe hawezi kutransfer kwa mtu mwingine, kuhamisha umiliki kwa mtu mwingine anayetaka kununua, kwa sababu wazazi wake labda ndugu zake walizika. Haiwanufaishi wananchi kiuchumi, na ndio maana serikali ikatenga maeneo maalum ya kuzika ambao tumetenga takriban ekari 10, na wananchi wengine wote wanaenda kuzika hapo. Ni wachache tu ambao wanataka kukaidi na kuonyesha kwamba wao hawezi kubadilika. Nani ambao wameelekeza? Maana inaonekana wananchi kama hawana elimu kabisa na swala hili. Wananchi wana elimu na mamlaka imewaelekeza, na wanakuja hadi ofisini kwetu, tunatoa elimu. Kila Jumanne huwa tunakutana nao wananchi wenye changamoto zozote, tunawapa elimu. Lakini kimsingi tunatumia njia zingine kutoa elimu, kwa maana ya kwamba hata media kama hii yako tunatoa elimu, kwa sababu sio mamlaka ya kwanza ambayo ina hii sheria au ina sheria za kwamba kuna eneo maalum la kuzika. Jiji la Arusha hata mtu ukikuta ana ekari 5 huwezi kukuta anazika kwenye eneo lake, ataenda kwenye eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya maziko. Scenario ya leo ni maelekezo ni yale tu kama wananchi wengine ambao wameelekezwa. Eneo la kuzika lipo, kama labda mmekosa msaada mwingine tunaweza tukawapa msaada, lakini eneo la kuzika lipo na wameelekezwa wakazike katika eneo ambalo serikali imetenga kwa ajili ya maziko. Wanasema pia kuna double standard, wengine wanazika, wengine wanazuiwa. Hilo likoje? Hilo siwezi kulisemea, kama lipo sijawahi kulipata mimi, labda kwenye mamlaka ambayo inalipata, lakini kwetu sisi hatujawahi kuwa na double standard. Tunasimamia sheria kwa wote na wengi wao. Tunaposema wananchi, nafikiri mwandishi hapo
utofautishe. Wananchi unakuta ni wananchi watano una generalize ni wananchi. Wananchi wametii sheria hizi toka miaka nenda rudi. Toka 2007 mamlaka imeanzishwa. Unasema wananchi unaongelea watu wa sijui 5 6 ambao wenyewe wakitoka mjini wanakaa Dar es Salaam, wanakaa wapi, wanakuja basi wanataka kumaintain ile kacha ya kwamba wanamzika mtu wao kwenye eneo ambalo wamerithishwa, eneo yani utaikuta ni sifa za namna hiyo. Mwisho kabisa, labda wao wanadai hicho mnachoeleza mji mdogo, mamlaka ya mji mdogo, maendeleo hayasadifu hivyo. Kwa hiyo wanaona hakuna mabadiliko yoyote yanaweza kapelekea kukosa hizo sifa, ikiwemo za kuzika kwenye ardhi zao, ikiwa hamjafanya chochote cha kuwafanya waridhike kwamba hapa kuna mamlaka inaonekana kwa macho. Maendeleo yanapimwa wao wanavyosadiki, lakini maendeleo yanapimwa katika sekta mbalimbali. Ukiangalia sekta za afya, ukiangalia serikali imewekeza katika sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya miundombinu, sekta ya kila aina, na wao ndio changamoto ya sisi kuanza kupanga mji, kwa sababu mamlaka imeanza mwaka 2007. Taratibu mpaka serikali ikaamua kuisimika kwamba iwe mamlaka, tayari taratibu zote za ushirikishwaji zilifanywa na wao kupitia baraza lao la madiwani lilipitisha. Sasa sijajua ushirikishwaji, channel ya ushirikishwaji lazima itafuata mkondo wa taratibu, kanuni na sheria.